kati yetu kwa sasa hivi. Ndugu zangu, address yetu tulotumia ni address ile ile, kama sisi ni Janzia Tanzania, tunatoka Tanzania, na tumepeleka barua hii rasmi kwa idara ya kupromote ya kuhamasisha haki za kuendeleza haki za binadamu ndani ya Vatican. Kama nilivyoambia mwanzo, pia tumepeleka barua hii kwa secretariat ya Pope Leo mwenyewe kama msaidizi wake, jambo ambayo naamini hivi sasa tunaongea tayari hiyo barua imeshasomwa. Mada yetu kuu ya barua ilikuwa inasema kwamba kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba kuijulisha Vatican juu ya ukweli wa nini hasa inaendelea Tanzania, pamoja na kuomba dua zenu, pamoja na kuomba sapoti yenu juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo itakuwa inafanyika nchini Tanzania. Barua inasomeka hivi: Ewe mtukufu Vatican, Pope, kwa unyenyekevu mkubwa sana, sisi raia wa Tanzania, kwa njia ya amani na imani kubwa tuliokuwa nayo kwa Mungu, na kwa dhati kubwa tunaomba kwanza kuwaletea salamu zetu watu watukufu wa kanisa lote na mji yote ya Vatican. Tunawasalimia kwanza, si vijana Tanzania, tunawasalimia kanisa Vatican kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa hapo mjini Vatican. Nikawaambia tena kwamba kwenye barua, sisi ni raia Tanzania ambayo hatukupo na mafungamano ya chama chochote cha siasa ndani ya nchi ya Tanzania, na pia hatuko katika kikundi yoyote inahusika na mambo ya kisiasa Tanzania. Lakini lengo letu hasa la kuandikia barua hii ni kwamba kilichotufanya hasa tuwaletee barua hii ni kwamba tunaamini tumeongozwa na Mungu kufanya hivi, na tunaamini kwamba tunaongozwa na ukweli na haki na tunaongozwa na amani ndani ya vifua zetu, jambo ambayo kama Watanzania imetusukuma sana kukuandikieni Vatican pamoja na secretariat ya Pope barua hii. Inaendelea barua, inasomeka hivi: Ikumbukwe kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ilikuwa inafanya uchaguzi wake mkuu. Kwa mujibu ya katiba ya Tanzania, hii siku Watanzania wote kwa uhuru kabisa walikuwa wanawajibika kupiga kura kwa lengo tu la kuchagua viongozi zao ambao watakuwa waaminifu kwa taifa lao, na viongozi ambazo wataweza kujitoa kwa ajili ya raia za Tanzania. Tragically, sijui sasa hii tragically kwa Kiswahili yake itakuwa nini. Kama kuna mtu anaweza akajua neno tragically, anaweza aka unmute akaongea tu ili niweze kuendelea na barua. Okay, nitaendelea. Barua inasema, kwa huzuni sasa, ama badala yake, hii tarehe 29 Oktoba 2025 imebadilika kutoka kuwa siku ya furaha ya kuchagua viongozi waaminifu na kuwa siku ya kiza sana na iloleta maumivu katika historia ya nchi yetu ya Tanzania. Katika siku hiyo na siku zilizofuata baada ya hapo, inakadiriwa kama watu 10,000 wasiokuwa na hatia wameuliwa. Wameuliwa watu 10,000 wakati kuwa wengine wakibakwa na wengine
wakipitia mateso makali sana, na wengine wamepigwa na kuachiwa na vilema za kudumu maisha yote ya dunia. Haya mateso na haya mauaji yamekuwa mauaji ambayo yameruhusiwa kwa makusudi mazima na aliyekuwa rais wakati huo, Samia Suluhu Hassan. Na Samia Suluhu Hassan ameyaelekeza mateso haya yawafike vijana ambao waliokuwa wakiandamana kwa amani bila ya kushika silaha yoyote, bila ya kuwa na malengo yoyote ya kufanya jambo baya ndani ya nchi yao. Kwa sababu iliyofanya vijana hawa wakuwe wanaandamana ni kutokana na utesi mkubwa ambayo kabla ya uchaguzi ilifanyika. Utesi hiyo kwa mfano kama kutekwa kwa wanaharakati waliokuwa wakikosoa serikali, pamoja na kuwafunga sio kihalali viongozi wa upinzani wa nchi hiyo, pamoja na kuwa disqualify, samahani pia sichokuwa najua na maana yake Kiswahili kwa sasa, kuwatoa sifa, labda tuseme na kuwatoa sifa baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka kugombea rais. Tume ambayo imekuwa corrupted, waliwazuia watu wengine kugombania urais na kumweka mtu mmoja tu akuwe anafaa kugombania urais. Mtukufu Pop, tuko na ushahidi inayoaminika inayothibitisha mauaji haya niliyokuambia, pamoja na watu kubakwa, pamoja na watu wengine kuwekwa na vilema. Ushahidi ambayo kwa heshima kubwa sana nimekuwa nimeiambatanisha kwa hii barua kwa njia ya picture ambayo imepitishwa kwenye mashine, imethibitishwa na teknolojia kubwa inayoaminika duniani kwamba picha hii imepigika Tanzania na kutoa metadata, pamoja na media na video ambayo imethibitika na taasisi kubwa sana ilikuwa imetuachia video za satellite. Nimeambatanisha hizo video hapa kwa barua na ushahidi huo hapa. Kwa heshima kubwa naomba uziangalie hizo ushahidi ya malalamiko niliyoyaweka hapo juu. Naendelea na barua. Nikaendelea kasema, hivyo basi sisi vijana wazalendo wa Kitanzania, baada ya maombi na kutafakari kwa kina sana, tumekubaliana kufanya maandamano ya kudumu yasiyokuwa na kikomo nchi nzima. Maandamano ambayo itakuwa inaanza tarehe 9 Oktoba. Na maandamano haya ya amani ambayo yatakuwa hayana kikomo yatafanyika nchi nzima, na pia hayatakuja kusimama. Hatutakuja kustupisha maandamano hizo mpaka pale tu matakwa yetu yatakaposikilizwa na kufuatwa kwa haraka. Miongoni mwa mambo ambayo tunayataka, la kwanza na la muhimu sana, tunataka haraka iwezekanavyo rais asiyekuwa wa halali Samia Suluhu Hassan ajiuzulu, ikiwa kwa raha zake ama kwa kushurutishwa, pamoja akifuatiwa na Inspector General Police Bwana Kamilasi Mongoso Wambura, pamoja na Chief Defense Force Bwana General Jacob John Mukunda, kwa sababu tu wameshinda kusimamia majukumu yao ya kikatiba na kuruhusu hayo mazalilisho nilikuwekea hapo juu. Pia zaidi tunataka wafungwa wote wa kisiasa ambao wamekamatwa na wanaendelea kukamatwa kwa kushtakiwa kwa makesi ya uhaini waachiwe haraka iwezekanavyo bila ya masharti yoyote. Pamoja na tunataka pia pamoja na marekebisho ya katiba mpya
ambayo katiba inaweza ikatuhakikishia haki ya kudumu pamoja na uwajibikaji kwa viongozi ya Tanzania pamoja na ulinzi wa haki za binadamu. Mtukufu Pope, naomba kukuambia kama zaidi ya watu 200 wameripotiwa kutekwa ndani ya nchi ya Tanzania wakati Rais Samia Suluhu Hassan anakuwa anapata utawala yake. Hivyo basi tunataka watu hawa wakuwe wanaachiliwa haraka iwezekanavyo, ikiwa wako hai ama ikiwa wamekufa. Pia tunataka taasisi iliyokuwa huru na ya wazi ije ifanye uchunguzi juu ya ulimbikizaji wa mamamali, ulimbikizaji wa utajiri aliyokuwa nayo Bwana Rostam Aziz, Angela Kiziga na Abdul Halim Hafidh. Hivyo basi, kwa unyenyekevu mkubwa sana, tunaiomba kanisa yako tukufu kuinua sauti yake kwa uadilifu mkubwa kwa niaba yetu sisi. Tunaiomba kanisa tukufu itupatie ulinzi na itufanyie sala, kwa vile tukiwa tuko na matayarisho ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo siku ya tarehe 9 Disemba 2025. Kwa dhati sana tunaiomba kanisa yako tukufu pamoja na mji wa Vatican pamoja na kila mtukufu akikuwemo Bwana Pope Leo kutuinua na madua pamoja na kutuletea uangalizi na ulinzi. Kwa wote ambayo watakuwa na mpango wa kututesa ama kutusumbua wakati ambayo tunafanya maandamano yetu. Lakini pia tunaiomba kanisa tukufu pamoja na Secretariat ya Pope ichukue barua hii iweke kwa kila idara ya kimataifa duniani, iambie kila taasisi ya kimataifa duniani pamoja na makanisa yote duniani ya Wakatholiki juu ya maandamano yetu na nini tunataka na nini kinaendelea Tanzania. Kwa ufupi, tunataka maombi ya dunia nzima yafanyike siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mtuombe kwamba Mungu mtukufu aendelee kutupa hamasa, uvumilivu, amani na nguvu juu ya maandamano ya kudai haki tutakayokuwa tunayafanya tarehe 9 Disemba 2025. Nikamalizia na maombi ya kumwambia kwamba namuomba Mungu aiongoze kanisa yako isimame na watu wanaoteswa. Hiyo ilikuwa ni mwisho wa barua ambayo tumeipeleka Vatican siku ya leo. Imetumwa kwa idara nyingi tofauti, akikuwemo Samia Suluhu Hassan, pia na yeye kapokea kupitia address zake official za Ikulu, kwa kumuonesha kwamba tupo serious zaidi. Sasa niko na taarifa sasa ndogo tu ambayo nina uhakika wa wazi kabisa kama hapa wako watu ambao wametumwa kwa ajili ya kunifuatilia kwa malengo mabaya na kuwafuatilia nyinyi ndugu zangu na kutaka kujua juu ya maandamano tunafanya. Ninatoa onyo kali sana. She warning ni kubwa sana. Asije mtumishi yoyote ya serikali akajaribu kumgusa mwandamanaji yoyote kuanzia tarehe 9 Disemba 2025 wakati tukikuwa tunafanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Asije akathubutu tena mwajiriwa yoyote ya serikali ya Tanzania, hasa vyombo vya ulinzi vya usalama. Ndugu zangu, hivi tunazungumza hivi sasa kwa kujigamba sana na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye kaumba mbingu na ardhi, na ambaye katuumba mimi na kakumba na wewe, na akatupa elimu, akatupa na uwezo.
tunamshukuru sana Mungu huyu, leo tumeweza kupata kuna kitu inaitwa core technology. Ndugu yangu, naomba kuwafahamisha hii taarifa njema kwa ufupi sana. Tuko na teknolojia sasa imetufikia hapa, ambayo itaweza kupitia tu picha ya sura ya mtu. Kupitia tu picha ya sura ya mtu, tutaunganisha na mfumo wa NIDA, tutapata kitambulisho yake ya Kitanzania na jina ya baba yake na jina ya mama yake na cheti yake ya kuzaliwa. Maana yangu ni kwamba polisi yoyote atakayekuja siku ya tarehe 9 Disemba 2025 kwa lengo la kuja kujaribu kututesa ama kupiga ama kutumika vibaya, hata kama haujakuwa umevaa uniform, tutakamata picha yako, tutakamata na kitambulisho yako ya Mtanzania kupitia teknolojia ambayo nitakutajia hapa, ili kusudi peke yako ukaisome na ujue kwamba tutaweza kufikia. Na lengo letu ukaja ukashiriki na maubabe na ujinga yoyote wakati tunafanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo nchi nzima Tanzania, tutakushtaki we peke yako binafsi bila ya idara yako, kwa sababu wewe sasa tutakuwa na ushahidi wa wazi juu ya uchafu ambayo unataka kuifanya sisi tukiandamana. Ndugu jeshi, ndugu polisi, ndugu afisa usalama, tutakukamata kwa teknolojia ambayo tunakuja nayo, kwa sababu hivi sasa tunaongea tayari. Siku ya leo usiku nitaziweka picha zote za mapolisi ambayo imeonekana kwenye maandamano ya ndugu zetu yaliyopita, na tutawaonesha mfano kwamba kupitia picha ya sura yako tu tutatoa taarifa zako zote hadharani. Ndugu yangu, kuna teknolojia 3 ambayo tuko nayo sasa. Ya kwanza inaitwa face detection and alignment. Na bahati nzuri sasa tuko na software yake ya OpenCV DBLID. Polisi, naomba hii taaluma mwende mkaisome peke zenu kwa raha zenu, mutosheke. Msikubali kuja kutiwa na matatizo na bwana Mafwele. Tutakukamata we peke yako, kwa sababu wewe ndio tutakuwa tunakuona ukifanya jambo chafu, hata kama haujakuwa mtu unavalishwa uniform, hata kama utakuwa unakuja tena na jezi. Yule mjamaa, naomba munisaidie, alikuja na jezi ya mpira ya timu ya Tanzania, hata ukuvai nguo gani, tutakukamata, tutaweka national ID yako, tutaiweka kitambulisho chako na picha yako kwenye documentary ya mauaji iliyofanyika, pamoja na jina ya familia yako na ukoo wako wote, ili kizazi cha Tanzania inayokuja ifahamu familia yako nzima kwamba ilizaa mtu muuaji ambaye alishiriki kuwa watu 10,000 wasiokuwa na hatia. Sasa chagua wewe kwa raha zako nini unataka. Kufata katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ambayo inamtaka polisi kulinda raia na mali zake, tunakukaribisha kuja kuitika tiba kwenye maandamano yetu, uje utulinde sisi na mali zetu. Ukijaribu kuja kuvunja katiba kwa kuzani tu labda hatutaweza, tunakujua, tunakukamata. Nimezungumza hivi, najua sana, kwa sababu tu ya ujinga ambayo polisi iko nayo, pamoja na IGP atazani inabidi labda sasa wavishwe ninja. Ndugu zangu, sisi tuna scan macho. Sasa sijui utaficha nini. Tuna scan macho na tutapata kitambulisho yako. Software ya pili tutakayotumia kukutambua kwa sura yako tu ya picha inaitwa APIs and middleware. Naomba peke yako bwana polisi, kasome. Usikubali kuja kupelekwa kufanya fujo, kwa sababu haitakuacha salama. Hatutakuja kukuacha salama, kwa sababu API middleware ina uwezo wa kurequest information ya kitambulisho chako cha taifa. Hii software tuna uwezo wa kurequest information
ya kitambulisho yako ya taifa. Ndugu zangu, hichi kitu ambacho naongea hapa, watu wengi wa kawaida mnaweza msifahamu hili jambo ni hatari kiasi gani kwa serikali ya Tanzania. Naomba kuhakikishia kama ikiwa yuko hapa afisa yoyote ya migration ama afisa yoyote ambaye anatumika NIDA, afisa yoyote ambaye anatumika NIDA atafahamu ni nini hasa na kusudia nikisema tutatumia software ya API middleware kutambua mtu kwa sura yake tu, kukikamata paka kitambulisho yake cha Tanzania. Ningeomba ndugu zangu muniruhusu nitoe onyo hii tena. Ingawa mimi ni mtu mpole sana, lakini tungemruhusu baadaye kaka Sama atumie sauti yake ya kimamlaka kutoa onyo kwa yeyote atakayekuja kujaribu kuvuruga maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo ambayo tumeyapanga. Onyo kali sana. Software ya 3 ambayo ni hatari tutaitumia inaitwa liveness and presentation attack detection. Ndugu zangu, naamini kwamba watu nyingi mtakuwa mnapata shida kufahamu hasa hii ni nini. Lakini ikiwa kweli yuko afisa ya NIDA ama migration, ataweza peke yake japo kwa moyo kushuhudia ni nini hasa nasema. Na software ya 2 ambazo tumekuwa granted, tumepewa itusaidie kwa kazi yetu, itusaidie kwa kazi yetu, inaitwa Insight Face Access. Ndugu yangu, naomba kuhakikishia kwamba hizi software na technology tayari imeshafika na ipo salama. Niko nayo binafsi, inasubiri kuifanyia kazi, inasubiri kufanyiwa kazi. Sasa tahadhari tulokuwa tumetoa ni kwa sababu tu tunawapenda polisi na majeshi na watu nyingine zote ambazo wanaishi maisha ya kawaida, watu ambazo wako tayari kuua ili tu Bwana Abdul akuwe na maisha mazuri. Utakuishia jela kwa sababu tutakuwa na teknolojia ambayo hata ile migration na NIDA anatumia ina uwezo mdogo juu ya sisi ambayo tunatumia. Tutakukamata kupitia sura yako tu, tutascan macho yako, tutapata NIDA yako, na namba ya NIDA ina majina ya baba yako, ina majina ya mama yako, ina vyeti vyako vya kuzaliwa, ina vyeti vyako vya skuli. Tutaeka jina la mama yako ambaye amezaa mtoto muuaji na jina ya baba yako na historia ya kwako yote mitandaoni. Tutaiambatanisha kwenye documentary, kila kizazi inokuja Tanzania ikuone. Na tukapata serikali huru, tutapendekeza sana ikuwe kwenye syllabus ya kusomesha watoto wa primary ioneshwe mauaji ya kimbali yaliyosababishwa na Samia Suluhu Hassan pamoja na wewe polisi kawaida ambaye utakuja kutumika. Sasa ni wewe peke yako kuchagua kwa raha zako ni nini unataka kwa faida yako wewe na ukoo wako. Tulivyosema, this time tumekuja serious, na hii ndio tulikuwa tunamaanisha. Kwa vile imezungumza sana, japo kwa iko taarifa nyingine 3, naogopa sana ndugu zangu kuwakwaza na kuwachosha. Nitasimama hapa kuwasikiliza na nyinyi. Asante. Lengo ya kuja kuharibu maandamano yetu kwa aidha kwa kuja kufanya ubabe, kuja kutumia risasi, kuja kujipandikiza, lakini hatakuwa na hatakuwa mwenzetu. Naomba kukupa onyo sana, usije ukakubali kabisa mara hii kutumika kuja kuvuruga maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025. Kwa sababu tumesikiwa tuko na software na teknolojia ambayo tutaweza kukujua wewe ni nani kupitia picha yako ya sura tu. Kwa maana ya kwamba ikiwa umekuja pale umetumika kuja kumpiga mtu, kuja kusukuma mtu, kuja kufanya kitu ambayo haikubaliki kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania, kama wewe ni polisi,
kikatiba kabisa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yako kubwa ni kulinda ni kulinda raia na mali zake, sio kutesa raia. Sasa ukaja pale kutumika kwa lengo hilo, tutachukua picha yako, tutaiweka kwenye hii teknolojia na software ambayo tutaingia kwa mfumo wa NIDA kupitia picha yako moja tu ya uso yako. Tutatoa National ID yako, na inawezekana haujui National ID ya Tanzania ina taarifa ya familia ya baba yako na ya mama yako na watoto zako zote, pamoja na wapi umesoma skuli na mji gani hasa umezaliwa. Tutachukua taarifa hizo zote, tutaambatanisha na mapicha zako, tutaweka kwenye documentary ya mauaji ya kimbari ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameyafanya. Tutakuhakikishia kwamba baada ya kukamata picha yako ukiwa unafanya utesi wa aina yoyote ile wakati wa maandamano, tutakushtaki wewe binafsi kama wewe. Hatutoishitaki polisi yote, kama maana ya kwamba tunajaribu kufanya hivi ujue jinsi gani polisi itakusaliti. Itakuwa ni biashara ya kwako wewe peke yako na Gen Z. Tutakushtaki wewe peke yako kama wewe ambaye tunakuona unafanya hiyo kitendo ya utesi. Sasa swali imekuja ndugu yangu kwamba okay, vipi hiyo mashine tutatumia? Naomba ndugu zangu kutumia lugha nyepesi sana ya Kiswahili. Hii haitakuwa mashine, isipokuwa itakuwa ni mifumo ya kiteknolojia pamoja na software ambayo tutakuwa tunaitumia hapa. Isipokuwa siku ya maandamano, usiku wa maandamano, nitatoa namba maalumu ya WhatsApp pamoja na link ambayo tutawaruhusu watu kupata internet ya bure. Na naomba kuweka hili wazi sababu nimekuta watu nyingine wametoa taarifa haijakuwa sawa. Hatutotoa network, tutatoa internet. Ni vitu mbili tofauti. So tutatoa internet ya bure na tutatoa namba ya WhatsApp ambayo ukiona polisi yoyote amekuja kwa lengo la kufanya jambo yoyote mbaya, umpige picha moja kwa moja, tuma. Na unapotuma itatuchukua dakika 60, kwa maana ya kwamba lisali moja kuweka kitambulisho chake yeye na cha baba yake na cha mama yake na majina yake ya watoto zake na majina yake kamili na wapi kasoma na mji gani anakaa. Tutaweka online kwamba huyu ni mtu ambaye anashiriki na mauaji zaidi ya watu 10,000. Sasa hii ni vita kubwa na tumeamua kujitoa kwa moyo yote. Sasa polisi utachagua wewe mwenye peke yako kwa raha zako kumtumikia shetani ama kumtumikia Mungu. Hiyo tunakuachia wewe kwa raha zako. Lakini tunakuweka wazi kwamba ndani ya dakika 60 baada ya hapa kupokea picha yako ukiwa unafanya unyanyasaji, tutakuweka wazi kabisa kama ni adui wa taifa. Na tutamsomesha kila mtoto ambaye anazaliwa, hata kama ikiwa wewe unakufa, kizazi chako na jukuu yako na jukuu yako, tutawaambia watu kwamba huyu babu yao alikuwa muuaji, ameshiriki mauaji ya watu 10,000. Itakuwa ni chuki ya kudumu kama chuki iliyofanyika Rwanda ya Wahusi na Watutu, nadhani hivyo. Sasa nadhani inafika time tukue tunafanya vitu vya aina hii. Sasa ndugu yangu, kwa vile nimewambia haitakuwa mashine, isipokuwa itakuwa mfumo inaleta picha, na nitatoa mafunzo. Polisi yoyote ambaye atakusogelea kwa maana ya kwamba anakujia kwa 0 distance, usisikuwa unasubiri mpaka anakufuata. At least amekusogelea 1 meter kutoka ulipo, right away piga picha, kwa sababu polisi ni kazi ilolaanika. Polisi walimtesa Yesu Kristo wakati anahubiri Injili Jerusalem. Ilitumika polisi ya Kiyahudi. Kwa hiyo kihistoria hasa, kazi ya kipolisi ni kazi ambayo mtu anapovaa ile uniform na anapomilikishwa silaha, anakuwa anatoka roho ya kibinadamu na nusu yake anaingia roho ya ushetani. Ikiwa watu hawa waliweza kumtesa Yesu Kristo ambaye alikuja duniani kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na wakakubali kumtesa, unaweza labda kidogo unaweza ukajalia kwa kichwa yako hii kazi ni kiasi kwa jinsi gani imelanika. Na ndio maana nchi ambayo zote zimeendelea, baada ya kujua kwamba kazi ya kipolisi ni kazi iliyolanika, wameondoa kitu police force, wameweka police service. Kwa sababu police force ambayo iko kwa nchi yetu ni kitu ambayo typically imelanika. Ndugu polisi,
Ikiwa labda uko hapa na unadhani haya maneno ni vitisho, naomba kukupa taarifa za kitaalamu na kukutajia ni mfumo gani tutatumia, ili tu peke yako utakapokuwa unalala leo kuingia kwa Google ukasearch hii neno nakwambia, alafu uliza hii neno, hii kitu inafanya kazi gani, na ni kweli hii kitu ukikuwa na picha yako tu mtu atatoa taarifa ama la. Ukisha kupata jawabu, polisi, jeshi, na kuomba tafakari mara mbili. Tafakari mara mbili. Mashirika ya kimataifa duniani tushayajulisha. Tumepeleka taarifa mpaka Vatican kwa Secretariat ya Pop wa Kivatikani kuomba usimamizi na kuomba attention. This time utakuja kuiharimu maisha yako na maisha ya mke yako na maisha ya familia yako, ikiwa tu utathubutu kushawishika kufanya ujinga wowote wa kuonea watu ambao hawatakuwa na silaha, bali yake atakuwa na fulana, watu ambayo wameamua kuingia barabarani kuandamana kwa amani bila ya kikomo, watu ambayo wanaitakia mema Tanzania yetu, si kwa ajili ya kwa wao tu, hata kwa ajili ya kwa wewe peke yako. Polisi, tafakari kwa raha zako, ukuwe na maamuzi ya busara. Usikubali kutumika vibaya tarehe 9 Disemba 2029. Licha kwamba amechukua muda mrefu sana kujibu hili swala, najua jibu yake ilikuwa kwamba tutafanya hiyo zoezi kwa nchi nzima, kwa sababu tutawapa namba ambayo wewe utakuwa unatuma tu picture na sisi ndo tunaifanyia kazi. Nilidhani ilikuwa iko na umuhimu wa kutoa hii taarifa ili tu ile polisi ya mwanzo kama hajasikia nini nimesema, labda apate fursa kusikia tena kwa ufasaha. Na teknolojia hiyo ambayo tutatumia inaitwa face detection and alignment, ambayo tutatumia OpenCV Dibleed. Na kuomba ndugu polisi kajifunze hii ni kitu gani, ili kwa sababu tu usijikuwa unaingizwa kwa shida na watu wengine wanaishi maisha zao kwa raha zao. Na teknolojia pamoja na software ambayo tuko nayo sasa inaitwa face embedding and recognition. Lengo ya kuja kuharibu maandamano yetu kwa either kwa kuja kufanya ubabe, kuja kutumia risasi, kuja kujipandikiza, lakini hatakuwa na hatakuwa mwenzetu. Naomba kukupa onyo sana, usije ukakubali kabisa mara hii kutumika kuja kuvuruga maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025, kwa sababu tumesikiwa tuko na software na teknolojia ambayo tutaweza kukujua wewe ni nani kupitia picha yako ya sura tu. Kwa maana ya kwamba ikiwa umekuja pale umetumika kuja kumpiga mtu, kuja kusukuma mtu, kuja kufanya kitu ambayo haikubaliki kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania, kama wewe ni polisi kikatiba kabisa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yako kubwa ni kulinda ni kulinda raia na mali zake, sio kutesa raia. Sasa ukaja pale kutumika kwa lengo hilo, tutachukua picha yako, tutaiweka kwenye hii teknolojia na software ambayo tutaingia kwa mfumo wa NIDA kupitia picha yako moja tu ya uso yako, tutatoa National ID yako. Na inawezekana haujui, National ID ya Tanzania ina taarifa ya familia ya baba yako na ya mama yako na watoto zako zote, pamoja na wapi umesoma skuli na mji gani hasa umezaliwa. Tutachukua taarifa hizo zote, tutaambatanisha na mapicha zako, tutaweka kwenye documentary ya mauaji ya kimbari ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameyafanya. Tutakuhakikishia kwamba baada ya kukamata picha yako ukiwa unafanya utesi wa aina yoyote ile wakati wa maandamano, tutakushtaki wewe binafsi kama wewe. Hatutoishitaki polisi yote, kama maana ya kwamba tunajaribu kufanya hivi ujue jinsi gani polisi itakusaliti. Itakuwa ni biashara ya kwako wewe peke yako na Gen Z. Tutakushtaki wewe peke yako kama wewe ambaye tunakuona unafanya hiyo kitendo ya utesi. Sasa swala imekuja ndugu yangu kwamba okay, vipi hiyo mashine tutatumia? Naomba ndugu zangu kutumia lugha nyepesi sana ya Kiswahili. Hii haitakuwa mashine, isipokuwa itakuwa ni mifumo ya kiteknolojia pamoja na software ambayo tutakuwa tunaitumia hapa. Isipokuwa siku ya maandamano, usiku wa maandamano,
nitatoa namba maalumu ya WhatsApp pamoja na link ambayo tutawaruhusu watu kupata internet ya bure. Na naomba kuweka hili wazi sababu nimekuta watu nyingine wametoa taarifa haijakuwa sawa. Hatutotoa network, tutatoa internet. Ni vitu mbili tofauti. So tutatoa internet ya bure na tutatoa namba ya WhatsApp ambayo ukiona polisi yoyote amekuja kwa lengo la kufanya jambo yoyote mbaya, umpige picha moja kwa moja, tuma. Na unapotuma itatuchukua dakika 60, kwa maana ya kwamba lisali moja kuweka kitambulisho chake yeye na cha baba yake na cha mama yake na majina yake ya watoto zake na majina yake kamili na wapi kasoma na mji gani anakaa. Tutaweka online kwamba huyu ni mtu ambaye anashiriki na mauaji zaidi ya watu 10,000. Sasa hii ni vita kubwa na tumeamua kujitoa kwa moyo yote. Sasa polisi utachagua wewe mwenye peke yako kwa raha zako kumtumikia shetani ama kumtumikia Mungu. Hiyo tunakuachia wewe kwa raha zako. Lakini tunakuweka wazi kwamba ndani ya dakika 60 baada ya hapa kupokea picha yako ukiwa unafanya unyanyasaji, tutakuweka wazi kabisa kama ni adui wa taifa. Na tutamsomesha kila mtoto ambaye anazaliwa, hata kama ikiwa wewe unakufa, kizazi chako na jukuu yako na jukuu yako, tutawaambia watu kwamba huyu babu yao alikuwa muuaji, ameshiriki mauaji ya watu 10,000. Itakuwa ni chuki ya kudumu kama chuki iliyofanyika Rwanda ya Wahusi na Watutu, nadhani hivyo. Sasa nadhani inafika time tukue tunafanya vitu vya aina hii. Sasa ndugu yangu, kwa vile nimewambia haitakuwa mashine, isipokuwa itakuwa mfumo inaleta picha, na nitatoa mafunzo. Polisi yoyote ambaye atakusogelea kwa maana ya kwamba anakujia kwa 0 distance, usisikuwa unasubiri mpaka anakufuata. At least amekusogelea 1 meter kutoka ulipo, right away piga picha, kwa sababu polisi ni kazi ilolaanika. Polisi walimtesa Yesu Kristo wakati anahubiri Injili Jerusalem. Ilitumika polisi ya Kiyahudi. Kwa hiyo kihistoria hasa, kazi ya kipolisi ni kazi ambayo mtu anapovaa ile uniform na anapomilikishwa silaha, anakuwa anatoka roho ya kibinadamu na nusu yake anaingia roho ya ushetani. Ikiwa watu hao waliweza kumtesa Yesu Kristo ambaye alikuja duniani kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na wakakubali kumtesa, unaweza labda kidogo unaweza ukajalia kwa kichwa yako hii kazi ni kiasi kwa jinsi gani imelaanika. Na ndio maana nchi ambayo zote zimeendelea, baada ya kujua kwamba kazi ya kipolisi ni kazi ilolaanika, wameondoa kitu police force, wameweka police service. Kwa sababu police force ambayo iko kwa nchi yetu ni kitu ambayo typically imelaanika. Ndugu polisi, ikiwa labda uko hapa na unadhani haya maneno ni vitisho, naomba kukupa taarifa za kitaalamu na kukutajia ni mfumo gani tutatumia, ili tu peke yako utakapokuwa unalala leo kuingia kwa Google ukasearch hii neno nakwambia, alafu uliza hii neno, hii kitu inafanya kazi gani, na ni kweli hii kitu ukikuwa na picha yako tu mtu atatoa taarifa ama la. Ukishakupata jawabu, polisi, jeshi, na kuomba tafakari mara mbili. Tafakari mara mbili. Mashirika ya kimataifa duniani tushayajulisha. Tumepeleka taarifa mpaka Vatican kwa Secretariat ya Pop wa Kivatikani kuomba usimamizi na kuomba attention. This time utakuja kuiharimu maisha yako na maisha ya mke yako na maisha ya familia yako, ikiwa tu utathubutu kushawishika kufanya ujinga wowote wa kuonea watu ambao hawatakuwa na silaha, bali yake atakuwa na fulana, watu ambayo wameamua kuingia barabarani kuandamana kwa amani bila ya kikomo, watu ambayo wanaitakia mema Tanzania yetu, si kwa ajili ya kwa wao tu, hata kwa ajili ya kwa wewe peke yako. Polisi, tafakari kwa raha zako, ukuwe na maamuzi ya busara. Usikubali kutumika vibaya tarehe 9 Disemba 2029. Licha kwamba amechukua muda mrefu sana kujibu hili swala, najua jibu yake ilikuwa kwamba tutafanya hiyo zoezi kwa nchi nzima, kwa sababu tutawapa namba ambayo wewe utakuwa unatuma tu picture na sisi ndo tunaifanyia kazi. Nilidhani ilikuwa iko na umuhimu wa kutoa hii taarifa ili tu ile polisi ya mwanzo kama hajasikia nini nimesema,
labda apate fursa ya kusikia tena kwa ufasaha. Na teknolojia hiyo ambayo tutatumia inaitwa face detection and alignment, ambayo tutatumia OpenCV DeepLead. Na kuomba ndugu polisi kajifunze hii ni kitu gani, ili kwa sababu tu usije kuwa unaingizwa kwa shida na watu wengine wanaishi maisha zao kwa raha zao. Na teknolojia pamoja na software ambayo tuko nayo sasa inaitwa face embedding and recognition. Tusije kaone kwamba harakati zetu ni harakati za kidini. Kutokana mimi peke yangu sio mtu wa Vatican wala sio Vatican. Sasa ndugu yangu, ningeomba kuwapa taarifa ya kitaaluma fupi sana. Tumepeleka barua yetu Vatican na kwa Secretariat ya Pope Leo, kwa sababu Vatican na Pope washawahi kuingilia kati harakati za kutafuta uhuru na za kimaandamano ya amani ya sokoa na kikomo karibia kila pembe ya dunia. Na kila jitihada ambayo ofisi ya Vatican na Pope imeingilia kwa moja ilizaa mafanikio ya haraka sana. Kwa maana hiyo kupeleka barua kwetu haijakuwa na sababu za kidini. Nitawapa mfano. During mwaka 1980 mpaka 2022 nchini Nicaragua, Vatican iliingilia kati mgogoro mkubwa sana ambao ilikuwa ni wa vita ambayo hata serikali Marekani baada ya kuingilia haijaweza kutuliza. Naomba ndugu zangu mkaangalie mgogoro ulitokezea Nicaragua ambao wakati wa mapinduzi. Kwa mapinduzi yalikuwa yakiitwa ya Sandinista Revolution. Ukienda kusoma haya mapinduzi yalifanyika, na kulikuwa na utesi mkubwa sana juu ya utawala ama serikali ya bwana Daniel Ortega. Utakuja kuona mataasisi mingi yalishindwa, lakini ofisi ya Vatican pamoja na Pope iliingilia kati, na jambo ambalo ilikuja ikasababisha hata wafungwa wakachiliwa huru. Wafungwa kisiasa kachiliwa huru, na ikawa mwanzo mpya wa kupatikana haki za binadamu. Ndugu zangu, ukiachilia mbali nchi ya Nicaragua, lakini nchi ya Cuba hata mwaka 1990 mpaka 2010 kulikuwa na matatizo makubwa sana baina ya Cuban dissident na Cuban government. Ilikuwa ni shida kubwa sana ambayo ilikuwa imesababisha oppression kubwa, mazalilisho makubwa, utesi mkubwa. Lakini mwaka 1998 kulikuwa na Pope wa Vatican alikuwa akiitwa Pope Paul wa pili, John Paul wa pili, na Pope Francis pamoja walifika mpaka kuitembelea Cuba. Si tu kupeleka kuhamasisha na kupeleka wasimamizi wao wa kidini, lakini Pope John wa pili pamoja na Pope Francis waliweza kutembelea Cuba kwa miaka tofauti. Pope Paul alikwenda mwaka 1998 na Pope Francis aliingia mwaka 2015. Wakafanya uhamasishaji mkubwa sana wa haki za binadamu pamoja na political. Jambo ambalo ndugu zangu tulitarajie kumpokea Pope ndani ya nchi yetu. Naomba kuwatajia nchi nyingine chache ambazo Vatican iliweza kuingilia migogoro yao inahusiana na mambo ya kisiasa, ili tu asije maadui zetu wakakwambieni kwamba tumepeleka barua kwa watu wa dini kwa sababu sisi ni watu wa dini. Hapana. Kihistoria, Vatican pamoja na Pope imeshiriki katika mambo mengi sana ya kuhamasisha demokrasia na haki za binadamu, na hayo mambo yote ilifanikiwa. Nchini Colombia imeingilia pia na wakaweza kurudisha amani. Kuna waasi wakali sana walikuwa wanajiita FARC rebels. Si ile FARC ya matusi, ni FARC rebels.
hii mashida yao ilikuwa imeshindikana moja kwa moja kutatuliwa na wanasiasa wa pale, lakini Vatican kupitia na Pope waliweza kuweka influence kubwa sana ya kupatikana amani. Lakini Sudan mwaka 2019 pamoja na Poland 1980, hata migogoro ya Congo DRC, na hivi sasa wakati tunazungumza, ndugu zangu, naomba kuwafahamisha kwamba ofisi ya Pope na Vatican wako katika wamepeleka wasimamizi yao juu ya kutatua mashida yaliyokuweko baina ya Russia na Ukraine. Nimedhani ilikuwa ni jambo la kuwa na umuhimu kutoa taarifa za nyuma kwamba jinsi gani kwa nini tunawapelekea wao barua Vatican. Nadhani ilikuwa ni jambo la muhimu kuwaonesha, kuwapa elimu hii ndogo ndugu zangu, kwa nini tunawapelekea wao na kitu gani ashawahi kufanikiwa Vatican katika kuingilia migogoro. Ndugu zangu, binafsi namshukuru sana Dada Maria na nakuwa namuombea dua sana. Ameiweka barua hiyo kwa raha zake leo asubuhi kupitia mitandao zake zote za kijamii baada tu ya kumtumia. Sasa nimemtumia Sama pia, na nilikuwa najaribu kumfikia Bwana Nurvaz na alikuwa yuko na furaha kuipokea, lakini sijapata njia nzuri zaidi ya kumpelekea, lakini naamini itamfika ndani ya muda mfupi. Lakini lengo kubwa sasa, nilimforwardia, sijui kama ameipata, nilimforwardia kwa WhatsApp yake. Good. Sasa lengo kubwa ndugu zangu, hii barua tunatakiwa hizi barua zote ambazo tunazifanya tunatakiwa kila mtu akuwe na soft copy ili kuiweka kwa hadhara, kuiweka hadharani. Sasa ninaziomba sana, ninawaomba sana ndugu zangu, mkuwe na subira kidogo niweze kuwasomea hii barua kwa ufupi, alafu sasa baada ya kusoma nataka kumpiga nyundo mpaka mtu wa mada. Okay. Sasa ndugu yangu, kwa sababu tu ya muundo ambayo Vatican inafanya kazi, ilinibidi kabla hatujatuma zile barua tuwapigie simu kwanza, na kama mapenzi ya Mungu nilifanikiwa kupiga simu moja kwa moja, na nikawaambia kama niko na ujumbe. Wakahoji ni ujumbe aina gani, kwa sababu akanambia sio kila address ambayo unaleta ujumbe wa aina yako unaweza ukafika sehemu ambayo wewe unataka. Ni nini hasa unapenda, ni nini aina gani hasa ya ujumbe unapenda kuwasilisha Vatican, na bado unataka kuleta kama Vatican State ama unataka kupeleka kwa ofisi ya Pope. Na kwa sababu tu ilikuwa ni simu ambayo inaenda credit ya kawaida, hatukuwa weza kuwa na mazungumzo marefu, na bahati nzuri alikuwa ni mtu anaongea English vizuri sana. Baada ya kumwambia kama sisi tunapiga simu kutoka Tanzania na tuko na masikitiko makubwa sana juu ya mambo inaendelea kwa nchi yetu, na shida tulikuwa nayo kwa sasa, hatuko na matumaini mengine yoyote isipokuwa matumaini yetu kwa ujumla yake ipo kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu tu nyinyi ni watu wa Mungu pamoja na jini nyingine, tumeona tuwafikie watu wa Mungu kuwaeleza kwanza ni nini cha ukweli kinaendelea kwa nchi yetu, na tuko na shida gani na tuko na mpango gani. Sasa yule mjamaa sijui kama ni raia wa wapi, lakini alikuja kanambia, alitamka neno kama so sad, ni huzuni sana, kama mtu ambaye anajua ama wameona, na naamini sana ni mtu ambaye kajua nini inaendelea.
Akaniambia kwamba sasa ikiwa nyinyi wa Tanzania na kwa sababu tu ya hiyo kesi unataka ipate kujibuka haraka na ipate attention ya haraka, nitakupa email ya secretariat ya Pope ya mwenyewe kwa msaidizi wake, ambayo hiyo barua zitafika kwa deski yake bila ya kuzunguka sehemu nyingine. Lakini pia akaniambia kama hiyo taarifa ni taarifa ambayo katika muundo yetu sisi ya Vatican iko idara inashughulika na human development. Kwa hiyo naomba sana hiyo taarifa uilete kwa address mbili tofauti, kwa sababu kwa address hizi mbili tofauti ikifika mtapata jawabu ya haraka sana. Ndugu zangu, msikuwe mnanichoka nikiwa natumia muda kuwapa maelezo ya kielimu kama haya, kwa sababu ndugu zangu, hapa mbele sasa kuna kuja vita vingi sana. Sasa huwa napenda kila mmoja hapa anufaike na elimu sahihi ya nini tunakifanya. Hata kama wako watu ambao wanatuchukia ama wananichukia mimi binafsi, ikiwa watakubali kufunua masikio yao na kwa rehema za Mwenyezi Mungu akafungua masikio yao, wakisikia nini nasema, wataamini ndani ya moyo wangu unatoa upendo ambao unapitia kwa mdomo wangu. Kwa hiyo wale mtu ambaye yuko na chuki, si sehemu sahihi sana kuleta ubabe wako na chuki yako kwetu sisi hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunamshukuru Mungu nikafanikiwa kupata address mbili za muhimu sana, ambayo inakwenda moja kwa secretariat ya Pope mwenyewe binafsi, pamoja na human development idara ndani ya Vatican inashughulika na mambo ya human development, ambayo inashughulika na mambo ya human rights, mambo ya refugees, ya haki za binadamu, mambo ya haki hivyo. Sasa wakati ya saa 4 kamili muda ya hapa, kati saa 6 kamili muda ya Afrika Mashariki, leo tulifanikisha kupeleka barua yetu nzito sana, ambayo ilikuwa ina ushahidi wa kuhuzunisha sana usiokuwa unaweza kutizamika kwa mtu kwa macho ya kawaida. Tumewakilisha kwa Pope, kwa secretariat yake, pamoja na idara ya human development ambayo iko ndani ya Vatican. Sasa ndugu zangu, naomba nikuwe makini sana sasa juu ya kuwapa elimu kwa nini hasa tulipeleka barua kwa Vatican. Na natoa elimu hii kabla hatujasoma hiyo barua kama kusudi ili na mpaka sasa hivi wapi tumefika kwa hizi mambo tunafanya. Sasa ndugu yangu, leo asubuhi, taarifa ya kwanza ambayo napenda kuwapia leo asubuhi, kwa mapenzi ya Mungu na kwa mapenzi ya Mungu na kwa ile nguvu ambayo Mungu peke yake katujalia, tulifanikisha kutengeneza barua ya huzuni sana, na barua ikiwa ina mambo ya kuhuzunisha sana ndani yake, na tukafanikiwa kuipeleka Vatican pamoja na kuipeleka kwa msaidizi wa Pope moja kwa moja huko Vatican. Sasa ndugu yangu, ninaamini kwamba ziko watu wengi hapa wanaweza wasikuwe na ufahamu sahihi hasa kwa nini tulikuwa tumeamua kuishirikisha Vatican pamoja na Pope juu ya harakati ambayo tunakuwa tunaifanya. Kwa sababu mimi nakuwa ni mtu ninopenda sana kumpa mtu elimu. Kwa hiyo ninaomba kama mtakuwa mmeridhika niwaambie nini hasa maana ya kupeleka barua kwa Vatican na kwa Pope, na tuisome hiyo barua yenyewe kwa pamoja, na pia niwaeleze majibu gani mpaka sasa tumepata. Kwanza kabla sijaendelea,
Kaka Sama, tayari nimekufanyia barua kwa njia, nimeibadilisha, nimeiweka kwa njia ya picture, kwa njia ya picha. Kama utakuwa umeridhika sana, na kuomba ungeiweka tukiwa tunaongea watu waweze kuwa naiona kama big screen, ama vile njia wewe unaona itapendeza. Sasa ndugu yangu, hii barua wakati leo tumekuwa tunaifanya, niliambatanisha na ushahidi wa mauaji, sio kwa njia ya picha tu, lakini kwa njia ya media, kwa njia ya video za mauaji ambayo yalikuwa yanafanyika. Na wakati nikifanya matayarisho hayo ya kuambatanisha yale mauaji ambayo yamefanyika, nilikuta video moja ambayo ilinivunja moyo wangu, na nadhani imekuwa imenifanya nimepata homa sasa, naumwa. Niliona video ambapo kuna mwanadada amepigwa risasi na kawa hawezi bado kutembea. Ile video imeniumiza moyo sana. Jambo ambayo imepata kuniumiza ile moyo, jambo ambayo imenitia nguvu na ikanisukuma sana kufanya mambo ambayo nahisi inaweza tukaiparalyze serikali na watu zake, hata kama bado ile tarehe 9 haijafika, kwa sababu tu ya yale machungu ambayo ninapitia baada ya kuona binadamu zangu ambaye anakuwa na ndoto za maisha kama mimi na kama wewe, ambaye alikuwa anatarajia kukuwa na familia, kukuwa na toto, lakini ndoto yake imekatishwa na watu walevi, mapolisi ambao kabla hajapewa risasi hatari sana, walipewa kilevi na mabangi wavute. Hii ni jambo baya sana, na kila mtu lazima limshike moyo lazima ni jambo ambalo linamshika moyo wake. Sasa wakati tumekamilisha hizo taratibu, wakati nakamilisha hizo taratibu za barua pamoja na kuambatanisha ushahidi wa njia ya media juu ya mauaji ambayo imefanyika, nilipata shida sana kujua hasa wapi unaweza kupeleka moja kwa moja, kwa sababu Vatican peke yake inajitegemea, na Pope iko na ofisi yake ndani ya Vatican. Lakini pia nilikuwa nataka attention ya haraka sana, nilikuwa nataka nione ile barua inafika kwa haraka sana. Binafsi nikachukua jitihada za peke yangu, tukapiga simu ya kawaida Vatican moja kwa moja, kabla hatujawatumia email na barua kwa njia maandishi. Sorry, nilikuwa nataka kutumia GIF.